ya roho kwa kile kijusi. Katika mambo ambayo yanaeleza wanachuoni ndani ya hadithi hii faida katika nafku ruh, ile hatua ya kupuliziwa roho au kuviviziwa roho. Wanasema ittafaqa alulama, wanachuoni wamekubaliana anna nafkha ruhi fi aljanin, kupuliziwa roho kwa kile kijusi. Ile kijusi kinaitwa kijusi, unafahamu? Ni ambaye hajawa na nini, kinaitwa kijusi. Kile kijitoto kinachokuwa ndani kinaitwa nini? Kijusi. Kule kupuliziwa kwake yakunu baada mudhi 120 yawman al-ijtima'i baina zawjayn. Kinapuliziwa roho baada ya kupita siku 120 baada ya kukutana baina ya wanandoa. Na wakasema wadhālika tamamu 4 ashhur, na hiyo inakuwa ni baada ya kutimia miezi minne, wa dukhulihi fil khamis, yani miezi minne kisha ile ya 5 kule kuanza kwa ngapi? Mwezi wa 5. Na hili wanasema lipo kwa kushuhudiliwa, wa yu'awwalu fima yuhtaju ilayhi min al-ahkam, upimwa juu yake katika zile hukumu zinazofungamana na mambo ya mimba. Sawa. Anna almar'ata almutawaffa, anasema min alistihaqi, katika kuunganisha nasabu. Sawa. Kuunganisha nini? Nasabu inaanza baada ya miezi mingapi? Miezi minne kuingia mwezi wa 5. Huyu ndo anajulikana ni mtoto wa nani? Wa Fauzu, hata kama hajaoa hivyo. Sawa. Baada ya mwanamke kufikisha miezi mingapi? Miezi minne. Na hukumu ya an-nafaqat, wujubu an-nafaqat, ule ulazima wa matumizi kwa yule mwanamke. Sawa, kumsimamia, kumangalia mambo kadha, zile posho. Sawa, ile za matumizi ni nini? Posho. Sawa, unampatia posho zake za kupika chakula cha mchana, cha usiku. Sio kama unamlipa. Nafakati ni yale matumizi, hizo zitaposho, si ndio? Pia wadhālika lifikati harakan, inasababishwa hivyo kwa sababu ya kule kuamini, kule kutikisika kile kijituko ndani ya nini, kuanzia miezi minne. Sawa, miezi minne ndo anafanya nini? Anaanza kuleta zile haraka. Wa min huna kanat alhikmatu, na hapa ikawepo hikma fi anna almar'ata almutawaffa anha zawjuha, yule mwanamke ambaye amefiwa na mume wake, ta'taddu 4 ashhurin wa 10 ayyam, anakaa miezi minne eda na siku 10. Miezi minne na siku 10 anakaa eda. Hikma inajulisha hapo kwa ajili ya kusafika kabisa. Sawa. Wasema litahaqquqi bara'ati rahimi, kwa sababu ya kutakasika nini? Kifuko cha uzazi. Sawa, ili zile onekane athari, labda alifiwa mume wake amemwacha na mimba. Sawa, mimba haidhihiri na kuwepo isipokuwa ndani ya miezi mingapi? Minne. Ndio inaitwa nini? Mimba. Sawa. Kwa hiyo roho kama ilivyotajwa ndani ya Qur'ani, ruh ma yahya bihi al-insan, kile ambacho kinamfanya mtu awe hai, inaitwa nini? Roho. Wa huwa min amri Allah, roho ni amri ya Allah, kama alivyoeleza Allah ndani ya kitabu chake, yasalunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Allah anamwambia mtume, wanakuuliza kuna roho, sema roho ni amri ya Mola wangu. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, hamjapewa nyinyi katika elimu isipokuwa kidogo sana. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh Muslim anasema ruh, anasema jismun latifun sara fi al-badani, ni kiwiliwili kidogo latif chepesi ambacho kinapenyeza
na kupita katika mwili wa mtu. Mushtabiku bihi ishtibaka alma bil'ud al-akhdar, yani imeungana ndani ya moyo wake na mwili wake kama maji yanavyokuwa yako ndani ya nini, ya mti wa bil'ud al-akhdar, yani kibichi, maji yanavyokuwa yanapita na mengineyo. Ama masala ya kutoa mimba, isqatul janin, ukiangusha kile kijusi, sawa, ni masala ambayo mazungumzio yanachuoni. Je, yafaa kutoa mimba? Baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba ni haramu, la yajuz isqatul janin. Wanasema ittafaqa alulama ala tahrimi isqatil janin baada nafkhi ruhi fihi, wamekubaliana wanachuoni uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa. Wameharamisha wanachuoni, wamekubaliana uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa roho, na roho inapulizwa baada ya miezi mingapi? Minne. Kwa hiyo mimba ya miezi minne ni haramu biittifaqi ulama kuitoa. Tumeelewana? Wa'tabaru dhalika jarima, wanachuoni wamezingatia jambo hilo ni kosa kubwa. La yahillu lilmuslimi an yaf'ala, sio halali kwa muislamu kulifanya. Li'annahu jinayatu, kwa sababu ni kosa la jinai, ala hayy mutakamil alkhalqi dhahir alhayat, kwa sababu ni kosa la jinai kumfanyia kilichokuwa hai, kilichokamilika maumbile yake na kimedhihirisha uhai. Watajibu diyatu fi isqati, itakuwa ni lazima kutoa dia, kutoa fidia ya kuua, utoe dia ya kuua fi isqati in nazala hayyan. Mathalan ametoa mimba, ile mimba alivyoitoa kile kijitoto kikatoka aliyakuwa kiko hai, baada ya kutoka thumma mata, kikafa, lazima utoe dia ya kuua, sawa, ambayo ni ngamia 100. Kahesabu ngamia moja shingapi, alafu ukishajua bei yake pigia mara 100. Umeua, sawa, yani kimetoka alafu kikafa, kimetoka kiko hai, labda amefikisha miezi 5 ndio anahangaika vidonge, ikatoka baada kutoka kikalia, alafu yalla kikafa. Inabidi utoe dia yako, utoe dia, sawa, ya kuua. Wa uqubatun maliya, hii ni adhabu ya kimali. Aqallu minha in nazala mayita, na kama itakuwa chini kidogo, kama atakufa aliyakuwa nani, ni maiti, yani akamtoa akafa, yani akamtoa aliyakuwa amefanya nini, ashakufa. Ama akimtoa yuko hai afa akafa pale pale, anabidi kutoa dia. Wa uqubatu maliya aqall, na atoe adhabu ya kimali ambayo ni ngamia chini yake. Wa amma isqatul janin qabla nafkhi ruh, hii ni hatua ya kutoa mimba aliyakuwa mtoto shakuliziwa roho. Tumeelewa? Unatikisa kichwa. Mr. Fawz Abu nani? Abu Saleh Abu nani? Abu Fawzani. Hii ni hatua ya mtu anaitoa mimba aliyakuwa tayari kile kijitoto kishapuliziwa roho. Ni haramu na ni kosa la jinai, lazima atoe dia. Wa amma isqatul janin qabla nafkhi ar-ruh fihi fa haramun aidan, ama kutoa mimba au kutoa kile kijusi kabla ya kupuliziwa roho pia maulama wanaona pia ni haramu. Pamoja kwa hapa kuna khilafu, pamoja na kuwa hapa kuna nini, kuna khilafu. Inshallah kesho nitakuja nilete maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen ya moja kwa moja. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika moja ya sauti zake nilikuwa nikisikia akisema kutoa mimba ambayo imeshapuliziwa roho ni haramu moja kwa moja.
sawa, isipokuwa kutoa kile kijusi kabla ya kijapuliziwa roho. Anasema inarejea kwa masharti. Jambo la kwanza, huenda kimetungwa nje ya ufuko wa uzazi, kimetungwa nje ya ufuko wa uzazi, na hilo lipo. Kuendelea kuwa nje ya ufuko wa uzazi huenda kumletea madhara yule mama akafa. Kwa kabla ya kupuliziwa roho inabidi kufanya nini? Itolewe kwa ajili ya kumuokoa yule mama. Lakini kama atashauri hivyo daktari, kwa sababu pia wameshurutisha ushauri wa nini? Wa daktari. Mpaka leo hii ukienda kutoa mimba, umejitafutia lenyewe. Umejitafutia nini? Kwa nini uitoe? Kina kosa gani? Raha yako ya lisali moja uwe nafsi. Wasa kitu cha kwanza chokitaja kwamba kama itakuwa imetungwa, kama unataja kama imetungwa nje ya nini? Ya fuko la uzazi, ikawa ni sababu ya nini? Itatolewa baada ya kushauriana baina mume na mke, baina mume na mke. Bwana, baba fulani sisi tunasemaje? Au mama fulani sasa yeye inakuaje? Mimi hapana. Haitolewi. Wakitofautiana ifanye itolewe. Baada ya kupulizwa roho haitotolewa. Sawa, utaenda kuchukua ushauri wa nani? Labda ashauri daktari kwamba kwa hii hatua huyu mtoto alivyokaa amekaa nje ya kifuko cha uzazi, labda ameshafikisha miezi 5. Kwa hiyo akiendelea kubaki ataweza kufanya nini? Kuporomoka na mama afanye nini? Akafa. Umeelewa? Pia Sheikh Ibn Uthaymeen anaona kwamba baada ya ushauri wa daktari, mathalan haijatunga nje ya uzazi, baada ya ushauri wa daktari akasema labda hii mimba mfanye nini? Itoke kwa sababu ya labda maradhi fulani, watashauriana wanandoa ngapi? Wawili. Sawa, wanandoa lazima washauriane, wakubaliane kwamba hii ifanye nini? Itolewe. Kinyume na hivyo inakuwa ni haramu. Na sasa shehe mzinifu kazini zake huko vichochoroni, kapata zake ujauzito, yalla anaanza kuhangaika, anaogopa sura za watu, si ndio? Wewe huna mume, umeingia kwenye maji na kudhihiri kwa mimba kwa mwanamke asiyeolewa ni ishara nini? Ya zina, si ndio? Kama amezini. Hatu wakina Maryam mama yake Isa hatu awapo wengine, sawa? Mama yake Yesu hayupo mwingine, ni mmoja tu, Maryam, ambaye ikapata ujauzito bila nini? Mume, miujiza kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Lakini mbora wao ni nani? Ni Adam, ambaye kaumbwa bila baba wala mama. Lakini Isa alayhi salam ana mama. Sasa hapo tunauliza manasara, aliyekuwa nyinyi mnastahili kuabudiwa kwa dini yenu, anastahili kuabudiwa ni nani? Kati ya Adam na nani? Na Isa, nani anastahili kuabudiwa? Ni Adam, kwa sababu Adam ndio mwana maajabu zaidi kuliko wote. Pia kuna Hawa ana baba ana mama, babake ni Adam. Hawa ambao wao wanamuita nani? Eva, si ndio? Hawa ameumbwa, baba yake ni Adam. Alafu Isa mama yake ana baba, mama yake ni nani? Ni Maryam. Sawa, hapo tunapata watu wangapi? Watatu ambao wameumbwa kwa muujiza. Sawa, huyu kaumbwa bila baba na mama, ambaye ni nani? Ni Adam alayhi salam. Afu Hawa ameumbwa bila mama, baba yake ni nani? Ni Adam.
Isa alayhi salam ambao wao wamuita Yesu kazaliwa bila baba, ana mama. Sasa hii ni muujiza, lakini aliyokusanya wote nani? Ni Adam alayhi salam. Lau kama anaabudiwa katika watu wenye muujiza alikuwa ni Adam. Afala ta'qilun. Wazama na swala hii mwaliingiza akilini hili? Sawa, unauliza manaswara, si ndio? Hujja ambayo inawaangamiza. Sawa, katika miongoni mwa sababu ambazo nawapelekea kwamba wamwabudu Isa, kwa sababu yeye kaumbwa na nani? Kaumbwa bila nani? Bila baba. Kama wanamuita Mungu, alikuwa anastahili kuwa Mungu nani? Kwa dini yao ni Adam, kwa sababu hana baba wala hana mama. Ndio maana nauliza, hivi mwaliingiza akilini? Afala ta'qilun. Hivi nyinyi mna akili au hili mwaliingiza akilini? Allahu musta'an. Kwa hiyo tunaendelea kwamba kutoa mimba kabla ya kupuliziwa roho ni haramu pia katika upande mwingine wa baadhi ya ulama. Wadhaba dhalika aghlabu alfuqaha. Fuqaha wengi maulama wa fiqh wanaona kwamba ni haramu. Na hadithi wa dalilu wa hadithi sahiha, kuna hadithi nyingi afadati anna at-takhliqa yabda'u fi an-nutfa, zinazojulisha kwamba uumbaji, yani zile sababu ambazo zinapelekea wanachuoni baadhi ya fuqaha kuharamisha kutoa mimba kwa hatua zote. Sawa, sasa ni changa ina mwezi mmoja, yani kutoa mimba kwa ujumla wake maulama wanaona ni haramu. Sawa, wanasema hadithi ambazo zimekuja ni sahihi, zinafidisha kwamba kuumbwa at-takhliq, kuumba yabda fi an-nutfa, inaanzia kwenye maji ya nini? Ya uzazi. Baada an tastaqirra fi rahim, baada ya maji ya uzazi yale kisha ingia katika fuko la uzazi, yakatulizana, yakaanza kutengeneza. Hadithi ambayo amepokea Hudhaifa bin Asid kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha marra bin nutfa 42 laila, kwamba itakapopita ile maji ya uzazi, itakapopitiwa maji ya uzazi siku 42, wa fi riwayati bid'u wa 40 laila, na riwaya nyingine kuja sehemu katika 40, ba'atha Allahu malikan, Allah anamtuma malaika. Yani baada ya kuingia mafuko yale maji ya uzazi, yakifika siku ya 40, hadithi nyingine hiyo, anakuja malaika, sawaraha, anampiga sura, yani maana anamtengeneza umbile la nani? La mwanadamu. Wa khalaqa sam'aha, anaumba masikio, wa basaraha, na macho yake, wa jildaha, na ngozi, wa lahmaha, na nyama, wa idhamaha, na nini? Na mifupa yake. Hii ni 40 za mwanzo. Makadirio kama tulivyotaja hapo mwanzo wa darasa kwamba makadirio mwanadamu yametengenezwa mara ngapi? Mara 2. 40 ya kwanza, kisha 40 zile zinazofuata za pili. Sawa. Kwa hiyo na pia katika kitabu cha Jami' al-Ulum wal Hikam cha Ibn Rajab anasema rakhasa ta'ifatu min al-ulama min al-fuqaha, kwa wameruhusu kundi moja katika mafuqaha, wamemruhusu mwanamke fi isqati ma fi batniha, kutoa mimba kilichokuwa ndani ya tumbo lake, ma lam yanfakh fihi ruhu, kwamba watoe kile kilichokuwa ndani ya kile ambacho kabla kijapuliziwa roho. Waja'aluha kal'azli, wakaifanya jambo hilo ni kama azli, wakaifanya kuwa nini? Al-azli. Taarifuna mama al-azli? Al-azli wanafahamu kwenye ndoa wale mnataka kujiona nini? Al-azlu
inakuwa naona vitoto vingi hapa. Vitoto wao vinapokea yale ambayo yamekaa mkenge, wanaelewa sana kuliko yale ya muhimu. Niliposema la azl, wanaelewa tu wazima, mtu anaelewa. Ishara ya kuonyesha macho, sema basi sema. Al-azl ni yani ni ile mwanamume oniache watu wache kala azli. Wanasema kama ni kama mfano wa azli, wa huwa qaulun dhaif. Wanasema ni kauli dhaifu. Liana aljanina, wanasema kwa sababu kile kijusi, waladun inaqada wa rubbama tasawwira, huenda ni kijitoto ambacho kitayari kishaumbwa. Kwa hiyo uwezekano kusema kwamba tukitoe hata kama kina mwezi, kina siku 40, zile siku 40 kabla kijapulizia roho, labda ndio mimba imeingia na siku 3 ina wiki. Baadhi ya maulama wanaona ni nini, baadhi ya fuqaha wanaona ni haramu. Sawa. Pia katika faida, katika nini, faida zingine insha Allah tuzimalizia kesho. Naona tushie hapa, muda umeenda. Sawa, insha Allah kesho faida zingine tuendelee nazo katika hii hadithi za nini. Tutakuja na maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen kunako jambo la kutizama mimba. Je, yafaa kuitoa kwa sababu gani, hasa katika hali ambayo tuko nayo leo hii? Sawa. Lakini kutoa mimba tubaki na msimamo na chuoni kwamba itabaki kuwa ni haramu. Kutoa mimba ni nini? Haramu. Na hadithi hii imetuonyesha zile hatua za nini, za uumbaji kwa Allah tabaraka wa taala. Mwanadamu anaomba kwa hatua ngapi? 3. Hatua ya kwanza ni siku ngapi? 40. Ya pili 40. Baada ya 40, wanasema 40 kuelekea 50 anakuja malaika. Yaani baada ya kumaliza zile 40, zile 120, sawa, kuelekea mwezi wa 5 ndio anakuja malaika. Tayari mwanamke mimba inakuwa, ila kishapuliziwa roho, kile kitoto kinakuwa muda mwingine anaona kinacheza cheza. Sawa, au wanasema kupiga mateke. Si ndio? Kwa hiyo wakati ule anakuwa tayari ashakuwa mtu huyo. Kuitoa pale unaua. Kutoa pale unafanya nini? Unaua. Na sasa hivi kumerahisishwa, na mtu na vidonge vyako tu unaweka chini, vingine vinawekwa chini ya ulimi, inatoka tu kama damu. Lakini kishakuwa kubwa, madaktari hawashauri kutoa baada ya kupuliziwa, yaani ndani ya miezi 3 nakwambia usitoe mimba. Kama ina miezi mingapi? 3, nakwambia usitoe, ni kifo. Kwa sababu tayari huyu anaelekea ile hatua yenyewe, si ndio? Miezi 3, si ndio? Anapuliziwa roho akiwa na miezi 4 kuelekea mwezi wangapi? wa 5. Sasa ukiitoa mimba ndani ya miezi 3, madaktari wanakuambia haifai. Wengine wanakuambia usimeze vidonge ikiwa na mwezi mmoja. Kama haijafikia mwezi mmoja ni vyepesi. Maana akijijua tu ameanza kutapika, anakwenda kutafuta vidonge. Sawa. Pia kuna hatari kwa kizazi kujisababishia ugumba. Sawa. Wenda kumbe wewe Allah amekadiria una kayai kamoja. Hapo umekamezea kidonge kikatoka. Baada yako unaanza kusema nini? Nimerogwa mimi. Mbona nyumbani watu wanazaa? Si ndio? Dada akiangalia dada na watoto kama
20 tu wanasahau majina yake. Akiangalia kaka yake ana watoto 7. Akiangalia huyu ana watoto, afu yeye kumbe Allah alikuwa amekadiria apate yai moja, afu ile yai moja kalibeti. Kwa sasa hivi wanabeti wazinifu. Wewe unazaa kweli? Twende tukabeti kwanza. Akipata mimba afu anaitoa. Afu ndo anafunga ndoa. Kama kubeti kwa manaswara wasukuma. Anamjaribu ndani ya watoto wana watoto 4 eti anamjaribu kwa manazaa. Watoto wangapi? 4. Afu ndo wanafunga ndoa. Watoto vinaenda shule. Eti unaona jitu zima eti linafunga ndoa. Wewe ulikuwa wapi unafunga ndoa gani? Na testi kama unazaa ndio kubeti. Usibeti kwenye mimba. Haramu. Baadaye wanakuja kuzaa vitoto vya kubeti tu ndio vingi. Wana halali. Vitoto vya kubeti havisikii. Vichwa vigumu. Asallallahu salamata wal afia. Ukitaka kujihifadhi funga ndoa. Azai tamatta. Sawa? Kama azai muoa. Ndio maana kuna adabu na sunna kabla ya kuoa. Sawa? Hujaliendea jambo kwanza tizama watu unaoa. Sawa? Utizama nani? Sio kuchukua simu ukamtafuta mtu kesho tufunge ndoa. Sawa? Unaweza kumuoa mchawi. Kila siku kiamka umechoka wewe. Kumbe uko Tabora unalima. Kumbe uko wapi? Unalima. Tizama ni nani? Unamuoa kumbe mwanamke ambaye ni mzinifu. Atosheki. Sawa? Naanza kukwambia wewe hauna kuwa tu rijali. Nakwambia wewe hudubatu saudi. Sawa? Vitu kama hivyo kwa sababu yeye kazoea. Si ndio? Ataona kwamba wewe ndio hivyo haula wala quwata. Maji mafupi. Nakwenda mwambia wewe una magonjwa hauna nini? Tazama mtu gani anafanya nini? Ukiacha hizi hatua hizi ambazo zimeelekezwa na sheria, lazima utajuta baadaye. Utaona mimi nimekosea. Sawa? Wewe ndio ulikosea mwenyewe. Sheria imekuonyesha, angalia, fadhfar bi dhati din taribati yadaka. Sawa? Muoe mwanamke mwenye dini. Sasa mwenye dini ni nani? Alifika thanawi, alisoma mtawassita, tamjuaje? Hiya tatakhallaqu bi akhlaqi alhamida. Mwanamke ambaye anakuwa anajipamba na tabia nzuri. Sawa? Lakini na wewe na tabia nzuri, sio wewe jumba bovu unataka jumba lilokamilika. Ukiwa mkweli na Mola wako, ukawa na tabia nzuri, na wewe ukawa na dini, aliyekuwa anamtaka wa dini, utampata. Lakini usiwe wewe muovu afu wataka mwema. Utaona baadhi ya wasichana wamedanga wewe. Yalla amekwisha. Sasa hapa namtafuta ustazi. Kwa hiyo ustazi wanaoa vibovu. Ustazi wa Sheikh wana, ustazi nani? Allah ustazi. Uenda hapa mtu anamwangalia ustazi, hapa ustazi anwali hapa. Inshallah. Wakati huko alipopita amepita mikiki. Sasa mikiki imefikia ukomo wake. Sasa yule anaswali sana, atanibadilisha. Ubadilike wewe. Na huo mtihani tulikuwa nao.
akikaribia kuolewa pale ndani anatafuta nikabu, anawaidasa, anasoma sana, kwa akiingia msikiti ajifanya anasoma sana qiraa kizuri. Wakitokea huko sasa huyu ninaanguka hapa, kumbe katika ndoano. Angalia ustazi gani mgonjwa. Waliyadhu billah, nas'alullah salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.